Asante Mheshimiwa Waziri, sisi tumefika hapa tuna lalamiko letu. Wananchi wa kata ya Nini tumenyang'anywa ardhi na serikali ya Wiliko kata ya Bwawani. Ardhi hiyo tumeanza kuitumia takribani miaka 40 na zaidi. Lakini leo hii tunaambiwa hiyo ardhi tayari ni mpango kazi wa matumizi bora ya ardhi. Tuwapishe wafugaji watumie hiyo ardhi. Tumetafuta njia mbalimbali za kupata msaada. Tulifika mpaka kwa Mheshimiwa Mbunge Lusinde. Alitupa ushirikiano mzuri, lakini alivyokuja juzi DC mkuu wa wilaya, mlinzi wa usalama, alikuja kukata utepe wa amani kutuambia kwamba wakulima tukivuna tuondoke hapo. Tupo zaidi ya watu 340. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tutaenda wapi? Na tumeharibiwa mashamba yetu na wafugaji yamechungwa msimu huu. Wengine wamekuwa wakitozwa faini kipindi cha kuanza kulima. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, leo tuangalie shida yetu kubwa sisi ni ardhi. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuambie hili likoje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni kweli kuna kijiji kinaitwa Wiliko na kuna kijiji kinaitwa Nini. Na hizi ni kata mbili, hivi vijiji viko kwenye kata mbili tofauti. Na kijiji cha Wiliko kilianzishwa mwaka 1974 na mwaka 1976 walitenga eneo hili kuwa eneo la malisho. Ilikuwa ni shamba la ujamaa mwaka 1976. Mwaka 2005 ili eneo wakabadilisha matumizi, wakafanya msitu wa kijiji. Na mwaka 2023 wananchi wa Wiliko waliamua eneo lile, wakati wa kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi, eneo lile wakabadilisha matumizi, wakaweka eneo la malisho. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto inayojitokeza ni kwamba eneo hilo wanaolizungumzia wananchi hawa ni eneo ambalo liko kwenye utawala wa kijiji kingine, ambao wananchi hao wamepangia matumizi yao na wao wanaheshimu. Na taarifa nilizozipokea mimi, awali nilipokea majina 28 ya waliopo kwenye hili eneo la malisho, lakini baada ya kufanya uhakiki nilipokea nyaraka za wananchi 4 ambao wanasema kwamba maeneo hayo waliyanunua, na nimewakabidhi TAKUKURU waweze kufanyia uchunguzi, tuweze kujiridhisha uhalali wa wananchi wa 4 kwenye na hizi nyaraka, ili kama walinunua basi na wenyewe tuweze kuwasaidia kupata haki yao, lakini kama kuna viongozi walihusika basi tuweze kuchukua hatua. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo lina ekari zaidi ya 700, na hapa ndo nasikia kwamba wananchi wenye hilo eneo ni 340. Kwa hali hiyo manake wananchi wote wa Nini ndio manake wanataka hili eneo, na wananchi husika wa kijiji hiki husika cha Wiliko manake wao watakuwa wamekosa eneo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulifanya kikao na wananchi waliolima katika eneo hili la malisho. Tuliwaambia kwamba kwa kuwa wameshalima na mazao yamekomaa, basi tuwaache. Tuliwaomba wananchi wavune, wakishavuna basi eneo lile libaki kama matumizi ya mpango bora wa ardhi ambavyo yalivyopangwa na wananchi wenyewe. Na tuliwaambia kwa wananchi wale ambao labda kama wana shida ya ardhi, waombe kwa uongozi wa kijiji ambao na mamlaka ya kisheria ya kugawa ardhi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwenyekiti wa kijiji cha Wiliko anayelalamikiwa pia nimemuona pale, yuko hapa, na yeye pia kwa upande wake wananchi wa Wiliko nao wanalalamika kuona wananchi wa kijiji cha jirani kwamba wanataka kuchukua ardhi yao yote. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupokea taarifa ambayo TAKUKURU wanaifanyia kazi, tutachukua hatua na tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi hao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante. Kwanza ni kupongeze mkuu wa wilaya kwamba jambo hilo ulishalipata na ulishaanza kuchukua hatua, ushaanza kuhangaika nalo. Tunataka watu washughulike na vitu hivyo, kwamba jambo likifika watu wajishughulishe kutafuta ufumbuzi. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Mwenyekiti wa hicho kijiji yuko wapi?
cha Uliko. Sogea utuambie likoje bwana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mwenyekiti mwenzako wa kijiji kingine jirani yuko wapi na yeye? Sijamuona. Enoki. Hebu sogeni hapo mtuambie bwana. Enoki mwenyekiti wa nini? Hayupo. Yupo Mheshimiwa diwani wa kata ya nini? Kwenye hicho kijiji ambacho tunapakana naye. Huyo mwenyekiti yuko wapi? Huyo mwenyekiti yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwenyekiti yuko na msiba kule, kuna mtu amejinyonga na nafikiri anashughulika na hilo jambo. Haya, hivyo vijiji vyote viko ndani ya kata yako? Hapana, mimi niko na vijiji viwili ambavyo ni Nini na Nkwenda, lakini kijiji cha Wiliko na Nini ndio tunaopakana nao, ambapo ni kata ya Mloa Bwawani na kata ya Nini. Haya, na diwani mwenzako awepo wakata hiyo nyingine ili tusikilize pande zote. Sawa. Na wewe usiende mbali, tunataka tusikilize pande zote. Hebu tuambieni hili likoje? Mheshimiwa, nataka kujua mambo matatu. Moja, sipingi mpango wa matumizi bora ya ardhi, kwa sababu ndo sera ya serikali, ndo uelekeo wa nchi. Lazima tupange matumizi bora ya ardhi. Ndio. Hilo sipingi. Ninachotaka kujua, maeneo haya mnayoyabadilishia matumizi, hawa waliokuwa wanatumia ni ya kwao au sio ya kwao? Hawa sio ya kwao. Kwa sababu namshukuru sana DC, juzi alikuja kusuluhisha mgogoro na ukawa umeisha. Na yaliyobainika ni hayo kwamba hawa wananchi wa kijiji cha Nini wameingia kwenye lile eneo ambalo tayari kijiji cha Wiliko kilishaliweka kuwa kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Lakini kabla ya hapo, mwaka 1976 kijiji hiki kilianza kulitenga lile eneo kwa ajili ya shughuli za kilimo za matoleo ambayo ilifahamika kwa bega kwa bega. Lakini mwaka 2005 mimi nikiwa mjumbe wa serikali ya kijiji, tulipata waraka wa kutenga maeneo ya kuhifadhi msitu wa asili. Na lile eneo tukalitenga kuwa msitu wa asili. Lakini mwaka 2023 tukaliingiza kwenye mpango wa kuwa eneo la malisho ya mifugo. Lakini hawa watu wao tu ndio wamevamia lile eneo, licha ya kwamba hata wananchi wa Wiliko wapo na hawana maeneo, wananunua, wanaheshimu lile eneo. Na kiukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe hili swala, hawa ndugu zetu wangetulumia, kwa sababu sisi pia viongozi wa kijiji wanatupa kazi. Tunasumbuliwa na wana kijiji kwamba sisi tunahangaika, wenye kijiji tunanunua, tunakodi, halafu wenzetu wanalima. Na istoshe sio wanalima tu, hata makambi yao pia yako mle, wanafuga mle. Kwa hiyo sisi kama viongozi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapata kazi sana. Tungeomba utusaidie kwa hili, ili kiwezekana sisi tukaishi kwa amani wananchi wa Wiliko. Naamini hata Nini wana huo mpango, wana na maeneo mengine, mbona wenzetu wao wameyaheshimu? Nashukuru sana Mheshimiwa. Mwenyekiti, wewe unasema wahurumie, na wenyewe wanasema muwahurumie kwa sababu mliwauzia hayo maeneo, mnataka kuwatoa bila. Hatujawauzia. Mheshimiwa, niseme ukweli, hatujawauzia. Inawezekana sio wewe uliowauzia. Wanazo barua 4. Wanazo barua 4 ambazo zile wametengeneza tu, lakini sio kweli kwa kuwauzia wao kama wao. Ila wao na wananchi wenzao sio waaminifu. Inawezekana waliona. Wewe mbona unataka kucheza na kuchezesha mpira muda huo bwana? Unasemaje barua zile wametengeneza? Kwa sababu inawezekana kwa baadhi ya barua nilizoziona, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yaani wamenunua maeneo sehemu nyingine, wanahamisha kwamba ionekane wamenunua kwenye lile eneo ambalo sisi tumetenga. Ndio maana hata Mheshimiwa DC alipolihamisha kwa TAKUKURU ili kwa uchunguzi wa zile barua, sisi tulimpongeza na kumshukuru ili zibainike ukweli wake. Haya, Mheshimiwa diwani wa eneo hilo lingine. Asante Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lile eneo liko ndani ya kata yangu, kata ya Mloa Bwawani na kijiji cha Wiliko,
ambapo ile eneo limetengwa na serikali ya kijiji cha Wiliko kwa ajili ya matumizi ya kijiji cha Wiliko. Lile eneo liko ndani ya Wiliko, wala tugombanii mipaka, ila kata jirani ndo wamevamia eneo la kata yangu kwa ajili ya matumizi ya wananchi wangu. Nikuombe Waziri Mkuu, eneo lile ni ndani ya kijiji cha Wiliko na wala sio la nini. Limetengwa kwa ajili ya matumizi ya kijiji cha Wiliko. Kwanza lilitengwa kwa ajili ya hifadhi ya misitu kwa ajili ya uoto wa asili, baada ya kutoka kwenye bega kwa bega. Lakini baadaye tukatengua tukafanya kwa ajili ya malisho ya mifugo. Lakini lile eneo sisi tunaheshimu, wananchi wangu wanaliheshimu kwa ajili ya matumizi bora ya ardhi. Kama serikali ilivyosema, kila kijiji watenge maeneo kwa ajili ya mifugo, kwa ajili ya uoto wa asili, kwa ajili ya misitu na maeneo ya kujenga majengo ya taasisi na kwa ajili ya maeneo ya makaburi. Kijiji changu wametenga eneo. Lakini kama kijiji jirani hawajatenga maeneo, ni waombe kupitia mkutano huu waziri, eneo langu waniachie, kwa sababu hatugombanii mpaka. Wao wamevamia eneo la kata yangu, eneo la kijiji changu. Aliyevamia ni yupi? Kijiji jirani, kijiji cha nini? Mheshimiwa diwani na wananchi wake. Huyo hapo. Ndio. Mheshimiwa diwani, hebu tuambie. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nafikiri hii hoja ni rahisi sana kama tungekaa na mheshimiwa mwenzangu diwani, nafikiri jambo lingekaa vizuri sana. Wananchi wa kata ya Nini hawajavamia eneo la kata ya Mlowa Bwawani. Maana yake tunapozungumzia uvamizi ni tofauti na tafsiri ya watu ambao wamekaa zaidi ya miaka 40. Nitakupa mfano. Wale wazee waliokuwa wamesimama pale wameleta bango, wale wazee wengine wamekulia pale pale. Na maeneo yale yana makaburi ndani, lakini pia makazi yamo. Na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu sipingi mpango wa matumizi bora ya ardhi. Hata kwenye kata yetu sisi kata ya Nini tulikuja kufanya mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kilichokuja kutushangaza mpaka tusitenge maeneo ya mifugo na misitu, tumechelewa kupanga mpango huo mapema, ardhi imekuwa haipo. Tukaanza kutenga maeneo ya makaburi, lakini tukiwaelimisha wananchi pamoja na wenzetu wa idara ya ardhi kwamba haya maeneo tumeyatenga, hatuwezi kuanza kuyatumia kwa sasa mpaka tufanye maridhiano na hawa wenye maeneo. Na wananchi wa kata ya Nini, yale maeneo ni ya kwao. Na sheria ya ardhi kama inavyosema, haisemi kwamba hili eneo limevuka kwenda Wiliko kata ya Mlowa Bwawani. Tunachotambua hii ardhi ni ya nani, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Na sisi hatutamani, hakuna kiongozi awaye yote anayesababisha magomvi kwenye eneo lake la utawala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili jambo na limefika hapa kwako. Na wale wananchi, nafikiri mimi hapa leo ndio nitakuwa nawa sasa na waacha hapa wasije wakaja kwangu waniambie Mheshimiwa diwani, hili jambo mimi limenishinda na ndio maana limekuja huku kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kinachozungumziwa hapa ardhi ni ya nani? Sio kwamba imevuka imeenda Mlowa Bwawani. Kata ya Nini tuna muingiliano. Mfano upo. Ninaye Mheshimiwa diwani ya kata ya Mlowa Bwawani barabarani. Wananchi wa Mlowa barabarani wanalima mpaka mimi tumepakana nao. Lakini hatujawahi kuwafukuza wala hatujawahi kusema tutenge eneo kwa ajili ya malisho kwa sababu wao tumevuka mpaka kwao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi tu kwa ufupi tu ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenzangu anasema nimwachie eneo lake. Wananchi wangu wamevamia. Wananchi wale sio wavamizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Haya, hebu yule kijana aliyetoa hoja yuko wapi? Hebu tuambie mko wangapi kwenye hilo eneo? Naam. Mko wangapi? Yani wahanga husika tupo 78. Ukichukua na familia zetu ambao tunafukuzwa wake zetu na watoto tunafika 340, Mheshimiwa Waziri. Sasa leo hii sisi ni tegemezi kwa taifa. Tukaanzishe kizazi cha machokola kwa kuwapisha wafugaji. Dodoma oye! Dodoma oye! Hapa hoja ziko mbili. Hoja ziko mbili.
Moja, kwa taarifa ambazo ninavyowasoma hapa, nikisikiliza waheshimiwa madiwani hapa, napata rekodi kwamba hii kata ilikuwa moja zamani. Kweli si kweli? Zamani hii kata ilikuwa moja. La pili, hoja ninayoipata ambayo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuweki mipaka kuhusu mtu alime wapi. Yaani mtu wa Dodoma anaweza kulima Singida. Mtu wa Dodoma anaweza kulima Iringa. Mtu wa Iringa anaweza kulima Manyara. Kwa hiyo kuhusu nani yuko wapi ama shamba limevuka, mipaka ya kiutawala ile ni ya kiutawala. Hapa hoja ya msingi ambayo tunatakiwa tujadiliane ni hoja mbili. Moja, matumizi ya ardhi, kwamba hii ardhi inaweza ikafuata taratibu za vikao ikakubalika kwamba tunataka ifanye kazi ya matumizi haya, kwa mfano kilimo, kwa mfano ufugaji. Hii ni hoja ambayo kitaifa inakubalika. Hiyo ni hoja moja, wala hatuwapingi mlioweka matumizi bora hayo. Hoja inakuwepo moja tu, kama hawa watu ardhi ni yao, na ndo hapo nikupongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mkuu wa Wilaya, ambapo mlitaka mjiridhishe. Inawezekana ilikuwa shamba la ujamaa, inawezekana ilikuwa bega kwa bega, inawezekana ilikuwa inatumika kama imeazimishwa vile, lakini wenzenu wakanunua wakajenga na makao. Wamekaa muda gani hapo? Eti mmekaa muda gani? Tuna zaidi ya miaka 40 mzee, na kuna wazee kama utawahitaji watafika wakupe historia. Nisiwe mchoyo wa fadhila kuwaita wale wazee. Kuna mzee Mtuza Luhamo. Mzee Mtuza. Alafu kuna Kenneth Palasha. Basi tupate mzee mmoja. Wazee na nimewaona wawili. Njoni wazee. Hebu mpe aliye mzee kuliko mwenzake. Ane kwetagwa Mchema Mtuza Malawi Ruhamo. Wewe ndo mzee kuliko wenzako hapo? Tuko lika moja nawe. Mko lika moja? Huyu hapa. Na huyu hapo katikati mko lika moja? Yupi? Huyu hapo. Mimi mkubwa. Kwa hiyo mimi katika makazi yale kuanzia enzi ya kwa babu. Alivyo mzaa baba na makazi yake, baba alisoma pale yuko Kinoje, na shule alisoma nini. Alimaliza mwaka 54. Na mimi pia nikaanza kusoma shule ya nini, kumaliza shule ya msingi 1985. Makazi yangu yalikuwa ni pale na mashamba yako pale. Baba kufariki, niko pale mpaka kaniachia maeneo yale mpaka sasa hizi niko nayo. Mpe na jirani yako. Ane Uchemwa Samwili Mulula Kazimoto. Ane nalelelwa bao Hachinoje paka baba akuhama wakubita kukijiji chenini, lakini makazi gali bahodu paka baba akufa hao. Baho oyali mama kaburi ili baho, mama afuiliye baho. Alafu lulu chali shanga Banyawiriko bakutia muche aha makazi. Alunguka mbita kwa aha nhanezi mfiza ngwazi. Tunaomba Bwana mkubwa tusaidie, kule tunanyanyasika. Alisande. Haya, waheshimiwa madiwani, ninaanza kupata lile wazo la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini
kabla mkuu wa wilaya ninyi hapo mnaweza mkatusaidia bila kwenda kwenye uchunguzi wa kina wa vyombo. Ninyi mnaweza mkatusaidia, mnajua vizuri kufuatana. Mimi hapa nilivyowasikiliza wazee hapo, mnaweza nyinyi mko hapo mnajua, kwa sababu kitu kimoja ambacho tunataka tukiepuke, kitu kimoja nawaomba ndugu zangu wa Mvumi, tukiepuke, tukikwepe. Nimemsikia kijana hapo amesema kweli sisi tuondoke tuwapishe wafugaji. Tusitengeneze ukuta kati ya wafugaji na wakulima. Kwenye nchi yetu ni familia chache sana ambazo wanafuga tu hawalimi, na ni familia chache sana ambazo wanalima tu hawafugi. Kwa ukubwa wake nchi, wanaolima ndo wanaofuga na wanaofuga ndo wanaolima. Na hata tukichukiana, ardhi haiongezeki. Wala tusiende kwenye sura hiyo ya kugombana kati ya wakulima na wafugaji. Tutachukiana bure, ardhi haiongezeki. Badala yake tuendeni tu kwenye kuzingatia haki za watu. Kwa mfano, hawa wenzetu kama pale walipokuwa wanakaa, ni kweli walikuwa wanaishi hapo. Kama mzee hapo amesema tangu anasoma yuko hapo. Huyu mwingine amesema mama akuilia hao tangu mamake alikuwepo pale pale. Kama tunataka kubadilisha eneo lao tulipeleke kwenye matumizi ya ufugaji, tuwape fidia.